Hello, hello Super Champions, habari za shughuli, habari za jioni, karibuni sana, karibuni wote. I hope wote mpo poa kabisa kabisa and you are ready for the meeting. Mpo tayari kabisa ku kickstart mwezi March, na bila kupoteza wakati, kwanza kabisa naomba niwapongeze wote kabisa kwa kuweza kuattend hii meeting, na ningependa tuende kwenye chat hapo, alafu uandike unasikiliza hii meeting kutoka wapi. Mimi of course niko Dar es Salaam, ofisini hapa Townhouse. Je, hebu tuambie wewe unasikiliza hii meeting kutoka wapi? Karibu sana, na in a very special way naomba tuwakaribishe sana wageni wote. Kama upo hapa kwa mara ya kwanza kabisa, una attend hii session kwa mara ya kwanza, karibu sana sana sana. Hii ni meeting yetu ya kila mwanzo wa mwezi. Waga tunaanza pamoja, tunakumbushana, tunafundishana baadhi ya vitu, lakini muhimu zaidi tunafanya recognition za watu ambao wameweza kugrow, watu ambao wameweza kuachieve vitu vikubwa. So karibuni sana wote. I can see tuna watu kutoka maeneo tofauti tofauti, ndani ya Tanzania, nje ya Tanzania. Fantastic kabisa. All right. So once again, amazing people, karibuni sana, na ningependa tu niulize swali tu la haraka nipate feeling ya kwako wewe binafsi. Kwako wewe binafsi mwezi February ulikuwaje? Kama unaweza ukaupa namba kati ya 1 mpaka 10, ambapo 10 ulikuwa ni amazing, yani ulikuwa ni mwezi mzuri sana, alafu 1 ulikuwa ni mwezi mmoja mwezi mmoja mgumu kwako. Tuite ni mwezi ambao umekupa tu lessons, umekupa mafunzo. Wewe kwako mwezi February ulikuwaje? Ukiupa namba wakati ya 1 mpaka 10, kama ulikuwa katikati you can say 5. Kama ulikuwa amazing you can say 10. Kama ulikuwa ni mgumu sana unaweza ukasema namba 1. Alright, fantastic. Naona tumefunguliwa dimba na namba 10. Alright, I see there namba 5, namba 10. Congratulations wote. Okay, fantastic. Namba 6, alright, that's great. Ongereni sana. Now let me share something very very important, guys. Right now tuko mwezi March, na always waga napenda kuwakumbusha watu ya kwamba once mwezi mpya ukianza, mwezi wa zamani unakuwa tu ni somo, ni wa kuangalia kidogo tu na kujifunza kitu kutoka kwenye huo mwezi, ili uweze kuhakikisha kwamba mwezi husika, mwezi March, unaenda una perform vizuri zaidi. Wangapi hapa tuna commit, yani unataka una commit kabisa ya kwamba mwezi March utahakikisha biashara yako inakuwa kubwa kuliko ya mwezi February? Who wants to commit? Kama una commit ya kwamba mwezi March utaenda kuwa mkubwa zaidi ya mwezi February kwako, naomba uende hapo kwenye chat and then uandike me au uandike jina lako. Kama unataka kuhakikisha mwezi March unaenda kuwa mzuri kulikoni mwezi February. I can see kuna mi ndogo, mi kubwa. Fantastic. Hongereni sana wote ambao tuna commit mwezi March unaenda kuwa mzuri kuliko mwezi February. Na mimi binafsi pia moja ya commitment yangu ni mwezi March nataka nihakikishe unaenda kuwa mzuri kuliko mwezi February. Na ni muhimu sana ukiwa unawaza mwezi kuwa vizuri zaidi, then inabidi uangalie mwezi February umeendaje kwako, mwezi January pia umeendaje, alafu jiulize kitu gani ambacho pengine unahitaji kubadilisha ili uhakikisha kwamba mwezi March unaenda kuwa mwezi mzuri zaidi, mwezi wa nguvu zaidi. So nianze kwanza kabisa kwa kupeleka pongezi kubwa kabisa kwa team Tanzania. Congratulations Tanzania. Mwezi February biashara imegrow zaidi ya mwezi January, kwa hiyo hongereni sana. Imegrow kwa 6.4%, and I know January biashara iligrow zaidi ya mwezi December. Kwa hiyo I can say tupo kwenye growth. Biashara imekuwa inakuwa kwa miezi kadhaa, na najua kabisa wala si kwamba tumefika mwisho. Bado tuna focus ya kupambana, bado tuna focus ya kwenda mbali zaidi na zaidi, and I know huu mwezi tuna malengo makubwa kupita kiasi. Na naomba nipeleke pongezi sana kwa timu Burundi, na nawapongeza timu Burundi wala sio kwa sababu wamegrow, lakini kwa sababu
biashara ya Forever Burundi hii miezi miwili imepata changamoto kubwa sana ambazo ziko nje ya uwezo wao. Bei za products zimebadilika sana, zimekuwa kubwa mno kutokana na dola kupanda juu sana, na kwa kweli kama ingekuwa ni watu wa kawaida pengine wangeweza kukata tamaa kabisa. Kama wangekuwa ni watu ambao wako serious wangeweza kukata tamaa kabisa. And I can tell you one thing, Forever Burundi, ingawa mmepitia hizo changamoto zote, kama nakumbuka vizuri, bado mpo namba 2 katika region yetu, bado mpo namba 2 katika region. Yani kutoka Tanzania bado mnafuata nyie. Kwa hiyo naomba niwapongeze sana 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 Forever Burundi kwa kuwa strong, kwa kupush, kwa kuonyesha commitment kubwa, kwa kuonyesha ungangari mkubwa sana sana sana. Kwa hiyo hongereni sana Forever Burundi, na najua kesho tutakuwa tuna very special meeting na managers wa Forever Burundi, tukiendelea ku brainstorm vitu gani tuvifanye ili biashara iendelee kuwa kubwa, ili tuweze kuzidi challenges na tuweze kuachieve malengo yetu makubwa. So congratulations Burundi, na niwaambie tu imbere niweza chane, na wala sisemi hayo maneno kutoka hapa mdomoni, mimi hayo nayasema kutoka moyoni. Najua kabisa huko mbele tunakoenda biashara inaenda kuwa kubwa zaidi, and I can tell you, najua nitakuja Burundi mwezi June nitakuwa niko Burundi, na najua mpaka ninakuja mwezi June kuna ambao mpo hapa mnanisikiliza, mtakuwa mmeshamaliza manager, kuna ambao mnanisikiliza hapa mtakuwa mmeshakuwa supervisors. All in all, biashara itaendelea kuwa kubwa. So once again, congratulations Forever Burundi. Now tukiwaza biashara ya Forever, kitu kimoja ambacho nataka tu nikwambie, siku zote una sababu kubwa sana za kumshukuru Mungu, na ningependa wakati unafanya biashara yako mara nyingi sana wewe unajitathmini na kuona kwa nini una sababu za msingi na kubwa za kumshukuru Mungu. Kwanza kuweza kuwa Forever. Kuweza tukua Forever inabidi umshukuru Mungu sana. Na let me share something guys. Unajua kuna wakati, naomba niongelee tena Forever Burundi. Tanzania mtanisamee sijawaongelea sana. Mwaka jana, mwaka 2025, Forever Burundi iliweka record. Forever Burundi mwezi, I remember Oktoba kama sikosei, ilikuwa ni namba 1 East Africa nzima. Mwaka jana Forever Burundi wametengeneza managers wengi kuliko ambavyo wamewahi kutengeneza. Kwa maana ya kwamba mwaka 2025 umekuwa ni mwaka wa neema kwao, wa baraka kubwa mno. Biashara imekuwa wameachieve vitu vikubwa mno. And then imepita miezi 2-3 baada ya changamoto ya bei, biashara imeshuka. Ni kawaida kabisa, lakini kwa nini nasema hicho ni kitu cha kumshukuru Mungu mno? Kwa sababu mtu jaribu kujiuliza, ile growth kubwa ambayo tumeifanya mwaka 2025, malengo makubwa ambayo watu wameyatimiza 2025, idadi ya managers ambao wametimiza 2025, ile yote ile kwa nini ilitokea? Mimi naamini Mungu anajuaga kila kinachokuja, na alijua ya kwamba kuna miezi 2 ambayo itapita mkiwa mpo kwenye changamoto ya kubadilisha, kuadjust, kuja kwenye bei mpya, na mtapata shida. Kwa akasema hapana, sasa mwaka mmoja kabla nawafungulia na neema kubwa mno, na neema mkaipata kweli kweli. Let me tell you, naamini kabisa kuanzia huu mwezi March Burundi inarudi pale ambako inastahili. So all the FBOs from Burundi, I know you are going back to normal, and in a very special way, naomba wote kwa namna yetu huko ulipo mshukuru Mungu sana kwa kuweza kukutana na hii biashara, kuweza kuiona na kuweza kuikomalia. Sasa mwisho wa siku, kila mtu anatamani kukua kwenye biashara. Kila mtu anatamani apate mafanikio. Na mimi nikwambie mafanikio makubwa ambayo unayatafuta sasa hivi, pengine tayari kuna vitu kama 10 ambavyo unavifanya kiusahihi. Tayari unavifanya. Kimebakia kimoja tu. Na hapa leo tutakumbushana baadhi ya vitu vichache ambavyo ukivifanya vitakusaidia biashara yako iendelee kuwa kubwa. Na leo wakati nawaza hii kickstart, yani nilikuwa napata shauku la kuongea zaidi na watu ambao ni wageni. Kwa kama upo kwenye biashara ni mgeni, naomba tukae pamoja vizuri sana. Kwa nini? Kwa sababu wewe kama mgeni una nafasi ya kuweza kutimiza malengo yako mwaka, una nafasi ya kuweza kupiga hatua kubwa sana mwaka. Lakini kuna vitu vya msingi ambavyo inabidi uvifanye, uvizingatie ili uweze kupata
growth ambayo unaitamani, ili uweze kukua kwenye biashara kama ambavyo unatamani wewe kukua, na tutaviongelea baadhi ya hivyo vitu. Cha kwanza tu nikwambie, sisi katika hii biashara tunaandaliwa kuwa diamond. Unajua diamond ni almasi, si ndio? Diamond. Na ukiwaza diamond, hivi diamond ni kitu gani? Diamond, kuna misemo mingi sana ambayo inaongelea diamond ni nini, lakini mimi nitakwambia diamond, yani almasi, wanasema is a piece of charcoal that handled stress very well. Yani almasi ni kipande cha mkaa ambacho kimeweza kuvumilia stress, kimeweza kuvumilia joto kali, kimeweza kuvumilia kuminywa, and then baada ya hapo ndo ikatoka kama diamond. Kwa kama kwenye biashara yako utapitia changamoto, kama kwenye biashara yako kuna wakati utaona hapana, yani sasa hivi nahisi kama vile vitu haviendi, nikwambie tu kitu kimoja, unaandaliwa kuwa a diamond. Unaandaliwa kuwa a diamond. Na ni muhimu sana wakati unapitia hizo changamoto, waga nawaambia watu ya kwamba jitahidi sana usiruhusu changamoto zikufanye usikitike kiasi kwamba ukate tamaa. Unapitia changamoto iwe kama pilipili tu, useme ya kwamba yani leo kuna huyu na huyu amenikwaza, kuna prospect aisema anajiunga hajajiunga, lakini hiyo hali sikuingie kiasi kwamba uhuzunike mpaka ushinde kuendelea. Maana tunakumbushwa kabisa ya kwamba lazima tuendelee kufurahia hizo changamoto, kwa sababu zinatujenga kuwa ngangari, zinatujenga pia kutambua ya kwamba baada ya changamoto kuna matokeo ambayo yatafuata. Ukiwaza watu wote ambao wamefanikiwa kwenye hii biashara, watakwambia kuna miezi walipitia ni migumu, kuna miaka saa nyingine mtu ambaye alipitia ni migumu. Na sio mimi tu ambaye ninasema lazima kwanza tupitishwe kwenye joto, tupitishwe kwenye ugumu, tukatishwe tamaa. Kuna watu watakucheka, kuna watu utawaambia forever, watakwambia hiyo bwana ya miaka hiyo unaanza leo, utapewa maneno yote. Kuna mwingine ambaye atakuangalia tu wala hatasema neno, lakini namna alivyokuangalia, ile jicho lake tu linakufanya uone Aisha mimi nimekosea kuanza hii biashara. Utapata hizo zote changamoto, utapata vitu vya kukatisha vya kukatisha tamaa, lakini mwisho wa siku yule ambaye ni patient, yule ambaye ni mvumilivu atapata matokeo makubwa kuliko yeye anavyoweza kudhani, yule ambaye ni mvumilivu. So wakati unapitia challenge yoyote ile, wakati unajenga biashara yako, naomba ukumbuke hizo challenge zinakuandaa wewe kuweza kuwa kiongozi imara zaidi tunapoelekea. So a diamond ambao wote tunatamani kuwa diamonds. Nani anatamani kuwa diamond jamani? Kama unatamani kuwa diamond, naomba uende kwenye chat hapo, alafu uandike I am a diamond. Kama unatamani kuwa diamond, kuna process ya wewe kuweza kuwa a diamond. Kuna process ambayo utapitia. Hiyo process hiyo utaminywa, utakatishwa tamaa, utafanya kazi alafu kuna watu hawataona thamani ya kazi yako, utapambana alafu unaopambana nao kuna siku watakuacha, but unajiandaa kwenda kuwa a diamond. So a diamond is a piece of charcoal that handled stress very well. Kuna hii video ambayo nataka ni play, I hope tutaisikiliza vizuri. Tusikilize tu vizuri sana, and then utathmini kama na wewe umewahi kupitia hii situation. Are we ready for the video? Tusikilize vizuri. Network marketers, they don't tell you this before you sign up. You must put your heart into this business. And at first, no one will clap for you. Your friends will ignore your posts. Your family won't take you seriously. But here's the thing. This business isn't built with applause. It's built in silence. Late nights, small wins, showing up when no one's watching. And one day, those same people will ask you how you did it. And you will smile because you never stopped, even when no one believed in you. So don't quit. You're not behind. You're just in the part of the story where it's quiet. And that's where champions are made. Send this video to your team so they know they are on the right path. And follow my account for the best network marketing tips on the internet. Fantastic. I hope tumeipata hiyo ya kwamba hii biashara yetu kuna wakati ambapo watu watakukatisha tamaa, kuna wakati watu watakucheka, kuna wakati ambapo utakuwa unafanya kazi alafu huoni matokeo, lakini mafanikio waga yanajengwa katika wakati huo wakati ambapo unaweka nguvu, unapiga simu, hakuna anayekuja kwenye mkutano. Kwa hiyo watu tukikuangalia tunakuona wewe kama vile hujaalika, haupo serious, kumbe umealika lakini watu hawajaja. Na kila mtu kwenye safari yake ya mafanikio kwenye hii biashara, nimependa sana alitumia sentence moja hapo ya nguvu sana.
kwamba kila mtu ana sehemu, ana story kwenye biashara yake ambayo the story is quiet. Yani kuna wakati kwenye biashara yako tukikuangalia tunakuona kama vile hufanyi kitu chochote kile, hamna anayekupigia makofi, hamna anayekurecognize. And let me tell you, biashara yetu wala haitajengwa na makofi au recognition. Hapana, biashara yetu itajengwa na wewe kufanya activities hata kama hakuna matokeo ambayo unayaona. Kwa hiyo wewe upo hapa leo hii, una make a decision, unasema mimi I want to be a diamond, nataka nihakikishe nimegrow, nimefika mbali sana. Kuna siku tutakuwa tunakupigia makofi, kuna siku hatutakuona, kuna siku hata timu yako itakuona wewe hauko serious, kiongozi wako atakuona haupo serious. Na wakati unapitia hicho kipindi, wewe kumbuka tu, kila mtu kuna wakati kwenye biashara yake mambo waga hayaonekani, ila ukiendelea kupambana, one day vitu vitafunguka, one day utaona growth kwenye biashara yako, kwa sababu safari ya mafanikio ya forever, milima, mabonde. Utafanikiwa, utaanguka, utaamka tena, lakini ukiendelea kuweka focus, one day lazima utafika mbali. Mimi nataka ni share na nyie safari yetu fupi katika CBQ. CBQ kwa wageni ambao mpo hapa ni chairman's bonus. Chairman's bonus ni gawio la faida, yani nafasi ya wewe kugawana faida na kampuni. Mwaka 2008 ndo ilikuwa mara ya kwanza tunaingia kwenye kufanyia kazi gawio la faida, na ukiangalia hapo nimeandika 2008 was a sad story. Why 2008 was a sad story? Kwa sababu 2008 tulikuwa tunafanyia kazi chairman's bonus, tukapambana sana, tukakomaa kweli kweli, mpaka mwaka umeisha. Mimi nilikuwa ninajua ya kwamba nimesha qualify, na mpaka nikajirecognize ya kwamba nimequalify, nikaiambia na timu ya kwamba nimequalify, and then baadaye ndo nakuja kugundua ya kwamba kumbe sija qualify, nilikosea mahesabu. Ni kitu kinauma, usio kwamba umepambana mwaka mzima kulifanyia kazi lengo lako, na mpaka umetangaza ya kwamba umesha qualify, and then ndo unakuja kugundua kwamba I said kumbe mimi sija qualify. So nataka ujiweke wewe katika position yangu, au uchukue hiyo safari yangu alafu uiweke kwako wewe, and then ujiulize hili swali: mara ngapi umefanyia kazi lengo halafu halijatimia? Je, hilo lengo umelifanyia kazi kwa muda gani? Wiki moja, mwezi mmoja, mwaka mmoja, miaka miwili? Kila mtu story yake ni tofauti, but one day utaachieve. Na kwetu sisi kaanza 2009 tukaachieve, 2010, 2011 tukafail, hatukuachieve. Kwa hata kila ambacho umekipata unaweza kushangaa mwezi ujao kinakosekana. Inawezekana mwezi uliopita umefanya 5cc, mwezi ujao ukashangaa 5cc imeshindikana. Amka, endelea kupambana tena. Inawezekana kuna mkutano umealika, wameenda wageni wako wengi sana, afu unaokuja hakuna ambaye ameenda. Amka, alika tena. Inawezekana umeweka tangazo ukauza mno, ukasema isemi nishakuwa noma kwenye matangazo, ukaweka tangazo lingine, hakuna ambaye amenunua. Hela yako, bajeti yako imeenda, hakuna mtu aliyenunua. Amka, weka tena. Mimi nashukuru hatukukata tamaa, tukaamka tukaweka tena. Mwaka 2012 tukaqualify level 2, 2015 level 3, 2014 level 3. Hii level 3 ilitupa cheki ya dola 310,000, zaidi ya milioni 500 za Kitanzania. Hela nyingi kupita kiasi, lakini ilituhitaji tuanguke kwanza, tuamke, tuanguke kwanza, tuamke. And the story does not end there. 2015 tukashuka kutoka level 3 tukaenda level 2. 2016 tukafeli kabisa kuingia chairman's bonus, na 17 na 18 na 19 na 20, miaka mitano. So let me ask you, are you ready kufanyia kazi lengo lako kwa miaka mitano alafu ulikose and still ubakie? Kuwa ready, because unaandaliwa kuwa a diamond. One day utarudi, na kweli tukarudi. And sometimes ukirudi, bahati mbaya unaweza ukahitaji kuanzia mwanzo kule ulikoanzia, na si tukaanzia mwanzo, tukaanza tena na level 1, and then mwaka jana tukaingia level 2. Mwaka huu in Jesus name tunaenda kuingia level 3, kwa tutarudi level 3. Kwa hiyo achievement yetu ya mwaka huu itakuwa ni kitu ambacho tuliwahi kukiachieve mwaka 2014, miaka 12 iliyopita. Why am I sharing this story? Because mimi sijui wewe sasa hivi unapitia nini kwenye biashara yako. Inawezekana kwako wewe mwezi February, yani unatamani siku zirudi nyuma uishi upya ule mwezi. Labda mwaka 2025 unatamani
ule mwaka urudi nyuma uishi tena. Uwezi, hatuangalii nyuma tunachungulia tu, lakini tuna focus mbele, tunaangalia mbele. Na because ya utayari wa kuamka, wa kurudi tena, to get back on track, then imetusaidia tuweze kuachieve vitu ambavyo hatujawahi kuachieve hata siku moja. Mwaka 2014 ulikuwa ndo mwaka ambao kwetu sisi umeshikilia record ya kufanya CC nyingi sana ndani ya mwaka mmoja, mwaka 2014. And hii record tukaivunja mwaka 2025. Why? Tulikuwa tuko tayari kuanza upya. So naomba uliwaze hilo neno, kuanza upya. Be willing kuanza upya. Na ukiwa upo tayari kuanza upya, maana yake upo tayari kukaa chini na kusema mimi najifunza tena, napambana tena. And let me tell you something, ukianza upya utaenda kuachieve kitu kikubwa kuliko ambacho mwahi kuachieve huko nyuma. And that's what we believe. Na tunajua kila ambaye anatusikiliza hapa, one day katika safari yako ya forever utaangalia, utagundua kwamba ulipitia milima na mabonde, but unavyoendelea kupambana una achieve vitu ambavyo hujawahi kuachieve ever huko nyuma. So everybody ambaye upo hapa, inawezekana sasa hivi unapitia kile kipindi kigumu. Let me tell you something, amka, endelea kupambana, usije ukakata tamaa, usije uka give up kwenye lengo lako, because one day utakuja kuachieve zaidi ya vile ambavyo umewahi kuachieve mwaka uliopita au miaka iliyopita. Inawezekana umeachieve supervisor and sasa hivi una struggle kufanya CC 2, 3, 5. Well, amka, pambana zaidi. Ukipambana zaidi, kuna siku utafanya 30. Maybe you're a manager, labda umeachieve manager mwaka jana na sasa hivi una struggle, team labda imelala, unahangaika kuanza kujenga timu mpya kabisa. Mimi nitakwambia neno moja tu, amka, endelea kupambana, and one day utaachieve kikubwa kuliko ambacho mwahi kuachieve huko nyuma. So siri pekee mimi ambayo nitakupa ya wewe kupata mafanikio makubwa na ya muda mrefu, ni lazima uwe tayari ku bounce back. Wala it's not about uwe na akili nyingi, uwe na skills nyingi. Wapo waliokuwa na skills nzuri, wana utaalamu mzuri mwingi sana, lakini walivyodondoka mara moja wakalala hapo hapo, hawakuamka tena, hawakuwa tayari ku bounce back. Na kwa sababu hawakuwa tayari ku bounce back, hawajaweza kuachieve mafanikio makubwa ya muda mrefu. So be willing to bounce back. Ukianguka unaamka tena. Nilikutana na hii quote somewhere kwamba adui wa wewe kupata mafanikio ya muda mrefu na kuweza kugusa maisha ya watu kwa muda mrefu, adui ni nini? Adui ni kuangalia nyuma sana. Usiangalie nyuma sana. Nyuma unachungulia tu alafu una focus mbele, overdwelling on the past. Ukiangalia nyuma sana, na kama your past umefeli, utasikitika, utajiona wewe haufai, utaogopa kwamba labda siwezi tena kuachieve. Ile hamasa yako itaondoka. Kama ukiangalia nyuma una mafanikio makubwa, unaweza ukakunja mikono ukasema mimi nishamaliza, ni am a manager now, na timu kubwa, vitu vitaenda. Ukiangalia nyuma na kama ulipata mafanikio, unaweza kushangaa majivuno yakaanza kuingia, pride, ukatamani watu wa kuheshimu katika namna ya pekee mno, kwa sababu unatamani watu wajue hivi, nyewe mnajua mimi ni nani, mnajua mimi nimeachieve nini. Nidhamu ikaondoka, ukakosa tena ile kujitoa kwenye kupambana kwenye activities, ukawa overconfident, yani ukajiamini kupindukia, and that's it. Unakosa nafasi ya wewe kuweza kuachieve mafanikio makubwa ya muda mrefu. Kwa hiyo wakati unapambana kwenda kwenye mafanikio makubwa, kumbuka nyuma unachungulia tu, ila the focus ni mbele. Umeachieve, chungulia hiyo success, sherekea, focus mbele. Umefail, chungulia hiyo failure, focus mbele. That way utaendelea. Kila mtu safari yake ya forever ina mambo mazuri na ina mambo ya huzuni, na kila mgeni ambaye yupo hapa utavipitia hivyo vyote. But let me tell you something amazing about forever, ni kwamba haya mambo mazuri ambayo unaenda kuyapata ni makubwa mno, kiasi kwamba yanaenda kufunika changamoto zote ambazo umewahi kuzipitia. Siku ambayo utaamka asubuhi and then unaangalia nje, unaona ndoto yako imetimia, maybe ile gari unayoitaka ile pale. Siku utaamka asubuhi unamvalisha mwanao uniform za kwenda shule unayoitaka wewe. Maybe sasa hivi una changamoto za kifedha. Siku unaamka asubuhi hakuna mtu yeyote duniani anakudai hela. Utasema wow,
I'm glad niliamua kuendelea kuishika hii biashara. Siku ambayo unaamka asubuhi unajua leo ndo naenda kupata safari yangu ya kwanza ambayo kila kitu nimelipiwa na Forever. Leo na request Bolt inanipeleka airport. Nikifika pale airport, everything is paid for by Forever. The day ambayo umeenda kuachieve ile lengo lako, I can tell you, if you look back utasema wow, nashukuru Mungu ya kwamba mimi nilipambana. And that's why watu wengi wakiwa wanaongelea safari zao kwenye Forever, wengine wanatoa machozi, wanalia, kwa sababu wanawaza walikopitia kule, wanawaza namna gani kwa wao kuendelea kushikilia hii biashara wameweza kuachieve vitu vikubwa sana. So kila unapoiwaza biashara yako, mimi nataka tu ukumbuke una nafasi ya kuturn things around. Unaweza ukabadilisha direction ya biashara yako ukaweza kwenda mbali zaidi. Na ili uweze kwenda mbali zaidi, lazima ujue wapi ambako mimi nataka kwenda, kipi ambacho kinahitajika. Mimi nitakuonyesha mifano hai ya watu ambao mwaka jana biashara zao zimekuwa sana, na ninakuonyesha hii mifano kwa sababu moja tu. Kama sasa hivi utapitia changamoto, naomba tu ujue kuna walopitia changamoto na biashara zao zimekuwa. Huyu ni FBO, simtaji jina, ila kama yuko hapa atakuwa anajijua. Mwezi Januari mwaka 2025 alifanya CC 11.3 mwezi Januari. Huyu ilivyofika mwezi wa 6 2025 amefanya CC 119. Timu yake mwezi Januari alifanya CC 5.7. Hapa timu yake imefanya CC 94. Mabadiliko yanawezekana. Ngoja niongee na Warundi, bila shoboka guhinduka. Hicho ni Kirundi jamani, bila shoboka guhinduka. Mabadiliko yanawezekana. Huyu mwingine timu yake mwezi Januari ilifanya 0, non-manager 0. Timu na yeye jumla amefanya CC 4. Maanake ni yeye tu ndo alikuwa anafanya biashara mwezi Januari. And can you imagine mwezi wa 7 huyu mtu yupo kwenye CC 100, non-manager 72, yuko CC 100. Kawezaje kutoka hapa kwenda hapa? Lazima amejenga timu mpya. Siri moja hapo ya kuhakikisha biashara yako inaendelea kukua kwa kasi, hakikisha unaendelea kuwekeza kwenye kujenga timu mpya. So kitu kimoja ambacho nakuhakikishia, growth inawezekana. Haijalishi uko wapi sasa hivi, unaweza ukagrow. It is possible and definitely it is worth it. Na swali linakuja, nitawezaje kupata growth? Nifanye nini ili niweze kukua? Nianzie wapi ili niweze kuhakikisha biashara yangu inabadilika? Where do I start ili niweze kuiona hii growth ambayo ninaitamani? Cha kwanza ambacho inabidi uanzie, set a goal. Weka lengo. Ila ili lengo unaoliweka liwe lengo la maana kweli kweli. Ili lengo unaoliweka liwe lengo ambalo unaweza ukaliwekea mkakati wa kulitimiza. Ukiweka lengo ambalo haliwezi kuwekewa mkakati wa kutimiza, linabakia tu ni kama matamanio yako hewani. Alafu hilo lengo ambalo umeliweka, hakikisha umeweka plan. Ukishaweka plan, naomba nikwambie kitu kimoja. 99% ya plan yako ambayo utaiweka kwenye lengo lako haiendi hivyo. Karibu kila kitu utakacho plan kwamba huyu atafanya CC 20, ataishia kufanya 8. Huu mwezi nitarecruit watu 4, utarecruit 2. Sasa kama plan haitimii, kwa nini tunaweka hiyo plan? Tunaweka plan ili kila unavotoka nje ya plan uweze kuweka plan ya kurudi kwenye focus yako ya lengo. Kwa hiyo haupotezi ile focus yako kwenye lengo kuu. Hapa katikati utaenda hivi, mbele, nyuma, kushoto, ila focus bado inabakia pale pale. Na ni muhimu sana kama mfanyabiashara understand. Yani utaenda mbele, utaenda nyuma, ila focus ibakie pale pale. One of our top leaders, namba 2 sasa hivi duniani, Rolf Kip. Namba 3 sasa hivi duniani, Rolf Kip anasema lazima uwe tayari kujenga biashara yako ya Forever upya kila baada ya miezi 3. Start your Forever business all over again. Maana yake sahau timu ulokuwa nayo. Na tukisema sahau sio kwamba unaiacha, sahau. Yani anza upya, anza kuongeza timu mpya, anza kupata watu wapya wa kufanya nao kazi every 3 months. Naomba ni pause hapo because huu ni mwezi March. Huu mwaka kama una malengo, ni muhimu sana uhakikishe huu mwezi March unakomaa, una push ili uweze kumaximize hii robo ya kwanza ya mwaka. Tutakavyoanza mwezi April, kichwani jiwekea kwamba I'm starting all over.
naanza upya malengo yangu, naanza upya strategy zangu ili niweze kufika kule ambako natamani kufika. Sasa ukiongelea to start all over, ukiongelea ku start all over, lazima kwanza ianze na malengo yako. Na mimi nimeweka hapa, hii naomba tu screenshot, alafu baki nayo hii screenshot. Kitu gani ambacho unaweza ukakiachieve mwaka 2026? Hapa nimeweka pesa kubwa kweli kweli ambayo unaweza ukaitengeneza mwaka huu. Hapa naongea na wageni kwenye biashara. Hichi ni kiwango cha pesa ambacho una uwezo wa kukitengeneza mwaka huu 2026. Nataka ujaribu kuwaza kichwani, hivi ukipata hii hela itaenda wapi? Vitu gani ambavyo unaenda kufanya? Wapi hii hela inasubiriwa? Wapi hii hela inasubiriwa? Kwa sababu hichi ni kipato ambacho unaweza ukatengeneza. Kama leo hii wewe ni assistant supervisor, una uwezo wa kufanyia kazi haya malengo ambayo tumeyaweka hapa na ukaweza kutengeneza hichi kipato. Na pengine hauelewi namna ya kuachieve haya malengo, wala usiofu. Cha kwanza ujue wapi unatamani kufika, alafu cha pili ndo ujiulize nafikaje pale, lakini kwanza nijue wapi ambako natamani kufika. So huu mwaka 2026 we want to make sure, nataka kuhakikisha kila mtu ambaye yuko tayari kupambana tunapambana naye, na tuna mikakati inakuja hiyo. Yani ukiwa uko tayari kupambana utaenjoy, kwa sababu tutapambana na wewe, tutapiga kazi. Huu mwaka utafanya kazi kuliko miaka mingine yote ambayo umewahi kufanya kazi. So waza malengo yako wewe makuu ni yapi? Kitu gani kikubwa ambacho nataka kukifanyia kazi? Kama ni kipato, nimekuwekea mfano hapo, lakini hapa kuna malengo nimeandika hapa. Again, ukiwa mgeni unaweza usielewe, ila mwenyeji wako atakupa mwongozo. Ila ukikaa naye mwambie hivi, EMR 27 ni kitu gani na ninakipataje? F2D ni kitu gani na ninakipataje? Nawezaje kucreate managers kwenye timu yangu? Yani haya yayo ya malengo yapo kichwani mwako kwamba nataka kugrow. Na mimi I can tell you, nikiangalia watu wengi ambao wamegrow vizuri sana kwenye biashara, wametengeneza managers wapya kwenye timu zao. Wengi ambao wamegrow, na wengi wametengeneza zaidi ya managers wawili kwenye timu zao, then wameweza kugrow. Kwa unatamani kupata a focus area, kwamba ni focus kwenye nini ili nihakikishe napata growth, focus kwenye create managers. Now kwa wageni ambao tupo hapa, kazi ya kwanza ni wewe kuwa manager and ji-challenge, umalize manager yako by July, August. Ukichelewa sana September, by September maximum umalize. September maximum maliza manager yako, and then focus kwenye ku-create managers. Wakati unakuwa kwenda manager, angalia kwenye timu yako watu gani ambao unaweza ukakuwa nao, ili wewe ukimaliza manager baada ya miezi miwili kuwa kuna mtu mwingine ambaye naye pia anaenda kumaliza manager. But vyote hivyo vinaanza na msingi wa biashara yetu, which is simply 5cc. 5cc. Kama sasa hivi unanisikiliza wewe ni assistant supervisor, then huu mwezi March malengo yako yawe walau haya mawili. Walau, naomba usishuke haya mawili. La kwanza 5cc. La pili maliza supervisor. Hayo tu ndio yawe malengo yako makuu. 5cc supervisor. Ukiweza kufanya mambo makubwa zaidi hayo, alhamdulillah, ni safi kabisa. Ila usishuke hiki ambacho ninakiweka hapa. Na ili usishuke 5cc, unahitaji kila siku kuifanyia kazi biashara yako. Kila siku kuifanyia kazi business yako. Na nikisema kila siku kuifanyia kazi biashara yako, na maanisha number 1, tumia bidhaa kila siku. Najua nikisema hivyo unasema sasa bro, mimi kutumia bidhaa itanisaidiaje kufanya 5cc? Experience yako na bidhaa inakujengea imani kwenye bidhaa, inakuongezea uwezo wa wewe kupromote hizi products kila siku. Tumia bidhaa kila siku, promote products kila siku. Siku ikipita haujaongea na mtu kuhusiana na bidhaa, hiyo siku huja show up, haujafungua duka lako. Siku isipite bila wewe kuongea na mtu kuhusiana na bidhaa. Number 4, make sure kila siku unaanzisha maongezi ya biashara na watu. Kila siku. Leo nilikuwa nimeenda Air Tanzania, nimekata pale ticket, nimemaliza. Lazima ninayekutana naye mimi lazima nimtambulishe kwenye biashara, kwa sababu sijui yupi ambaye nitaanza naye maongezi alafu ataenda kujiunga kwenye biashara. Mwezi uliopita na watu wawili ambao wamejoin biashara wako Burundi, na wote nilikuwa sifahamiani nao. Nimekutana nao tu. Mmoja nimekutana nayo kwenye hoteli ambayo tulienda kwenye East Africa Success Weekend. Mwingine nilikutana naye mwaka 2022, miaka 4 iliyopita. Aka attend meeting enzi hizo, and then amekuja kujoin
mwaka 2020 na ngapi na 6. Lakini what if ile 2022 ile nisingemsalimia, nimekutana naye kwenye ATM, nilikuwa natoa hela ATM na yeye anatoa hela ATM ya pili, nikamsalimia, tuka exchange contact, leo amejoin. Kwa kila ambaye unakutana naye alafu usipomsalimia, kila ambaye unakutana naye ukamwacha apite, yani wewe jua umejinyima leo biashara, lakini umejinyima mbegu ambayo ingeenda kuota huko mbele, kwa sababu huwezi ukajua huyo ambaye unakutana naye leo anaenda kujiunga au la. Huyo ambaye amenikatia ticket leo ya Tanzania, nimejitambulisha tu kwake, mimi nafanya biashara na Forever Living Products, nikamuuliza je, wewe ni mteja wangu? Kamuuliza, akasema niache uongo jamani, mimi sio mteja wako, sijawahi kutumia hizo bidhaa. Hapo alivyosema hivyo, mimi nasema yes, na kutafutaga mtu kama wewe, au sio? Lazima nimtambulishe kwenye biashara. Je, atajiunga au la sio muhimu. Muhimu ni kuanzisha conversation, yani kila siku kuwe kuna watu wapya ambao unaongea nao. I promise you, huwezi ukapromote products kila siku ukaanzisha conversation, maongezi ya biashara kila siku na watu wapya, alafu ushindwe kufanya 5cc. Haitatokea. Wengi wanaoshindwa kufanya 5cc nini wanafanya? Cha kwanza, wanaongea na watu wachache then wanaendelea kuwafuatilia wao. Hautatoboa. Wengi hawapromote products kila siku, hawatumii products kwa sababu wao hawatumii, hawana uwezo wa kupiga selfie wakiwa wanakunywa ile product ili muhamasishe mtu mwingine pia vile vile. So komaa, usikose 5cc. Now nataka ni share these activities very fast, activities ambazo unaweza ukazitumia kuwa manager wewe, lakini pia kutengeneza manager. Kama upo hapa na unatamani ufunge huu mwaka ukiwa umemaliza manager na umetengeneza managers kwenye timu yako, kama unatamani hicho kitu, cha kwanza nikwambie, ngumu, sio rahisi. Kuwa manager tu ni ngumu, kutengeneza managers in your team ngumu zaidi, si ndio? Lakini kuna kasiri kapo mahali, na kasiri mimi nashukuru sana wa top leaders, Jane Leach and John Curtis, Diamond manager number 1 in the UK kwa miaka sijui hata mingapi, walishare activity zao za biashara ndani ya mwaka mmoja. Actually mwaka wao wa kwanza wa biashara, na wao walifunga mwaka kwa kuwa masoaring manager, yani walitengeneza miguu 5 ya managers directly. Swali litakuja, huyu mtu alifanya nini kutengeneza miguu 5 ya managers moja kwa moja kwake? Na labda nikuulize, wewe unatamani kujua alifanya nini? Alafu swali la pili nikuulize, ukijua utafanyaje? Ukijua utafanyaje? Maana hilo swali ni gumu. Ukijua utafanyaje? What if you know? Yani nikishakuonyesha hapa maana ushajua. Swali litakuja, utafanyaje? So mwaka wao wa kwanza wa biashara waliweka target, kila siku wata contact, maana yake watawasiliana na watu 5 kuwauliza kama wangependa kusikiliza biashara. Kucontact in Forever ni kumuuliza mtu kama yuko tayari kusikiliza biashara. Hiyo ndo kucontact. Kucontact sio kumsalimia, hey mambo vipi, useme nishamcontact. Kucontact ni pale unapoenda ile hatua ile ya kumwambia sasa mimi niko na biashara, je, upo interested kusikiliza biashara? Hiyo ni kucontact. Watu 5 kila siku. Now look at the numbers. Ukiangalia hizi numbers utasema halo, ngumu ila tamu, kwa sababu mwisho wa siku ina matokeo mazuri sana. So katika watu 5 ambao walikuwa wanawa contact kila siku, mmoja kati ya 3 ndo ambao walionyesha interest. Mmoja kati ya 3. Maana yake akipiga simu 3 au akituma message 3, 2 wanamtosa hapo juu kwa juu. Ushai kumtumia mtu message afu akakublue tick, ndio umetoswa hivyo. Ushai kumtumia mtu message and then akatuma emoji ile ya vimacho kama vile hebu niache na hayo mambo yako ya Forever, ndio umeachwa hivyo. Katika watu 3, 2 walikuwa wanakuwa negative, mmoja ndo ambaye anaonyesha interest. Na maana yake ndani ya mwaka katika watu 1585 waliwauliza, je, uko interested kusikiliza biashara? Watu zaidi ya 1000 walikataa kabla hata ya kusikiliza biashara. Watu 500 ndo ambao walikutia moyo kwamba hebu nieleze kidogo inakuaje. 500. Ukipewa moyo usidhanie ndo umekubaliwa ndugu yangu. Mtu akikwambia yani natafuta biashara ya kufanya mimi, yani lazima nijiunge, usidhanie ndo anaenda kujiunga. Atakapokuambia ni huo mkutano nakuja, usidhanie ndo atakuja. Watu 500 walisema sawa,
tutakuja, tutasikiliza, ila kiukweli waliokuja ukweli kusikiliza ni 165. Naomba ni stop hapo. Yaani umewasiliana na watu 1585, umezinguliwa. Ngoja nichukue calculator hapa jamani. 1585 minus 165, umezinguliwa na watu 1420. 165 ndo wamekuja kukusikiliza. Kasema na wageni wangu leo wawili wamekuja jamani. Meneja hiyo hapo. 165 ndo wamekuja kusikiliza, 1420 hawajaja. Hiyo sio rahisi, ngumu. Nahitaji uwe ngangari. You have to be a diamond. Lazima uwe tayari kuwa pressed kupitia hiyo stress. Yes, the thing guys, mambo yajaishia hapo. Katika wa 165 waliokuja, 132 hawakujiunga. 132 hawakujiunga. Waliojiunga ni watu 33. Now, naomba ni pause hapo. Hivi ukiingiza watu 33 ndani ya mwaka mmoja, umetoboa au hujatoboa? Nataka imagine hiyo, the end results. Ukiingiza watu 33 ndani ya mwaka mmoja, let me assure you, wewe umeshatoboa forever. Yaani umetoboa ile mazima mazima. Umeingiza watu 33 ndani ya mwaka. Swali linakuja, siri iko wapi? Siri haipo kwenye kuconvince watu, no. Siri ipo kwenye hii namba ya kwanza hii. Hii hapa ndo siri ilipo. Na hii namba ya kwanza wala isikutishe. Focus iko hapa. Watu 5 kwa siku. 5 people a day. Anayesema no, mwambie thank you so much. Jim Rohn alisema I've been expecting you. Nilikuwa nakutarajia. Kuna watu najua wanasemaga no. Kwa maana ya kwamba katika simu 50, chukulia 50 kurahisisha, katika simu 50 ambazo utapiga, mmoja anaenda kujoin. Katika simu 50 mmoja anaenda kujoin katika simu 50. Nataka uiwaze hiyo. Unatamani kuingiza watu wangapi huu mwezi March? Inawezekana upo hapo ukasema mwezi March nataka niingize watu 5. Chukua 50 mara 5. Huu mwezi March piga simu 250. Utaingiza watu 5. Na nikishasema hivyo tu, pengine kichwani unasema okay, naona niingize watu 3. Au mwingine anasema aha, taingiza 6 mimi. Wewe piga mara 50 tu. Ukiona unaiweza hiyo namba, weka hilo lengo. Hapo maana yake una lengo and then una plan ambayo ni achievable. Una lengo na una plan ambayo ni achievable. Ukisema nataka niingize watu 10, lakini huu mwezi unataka kuongea na watu 50, maana yake sio achievable. Plan yako haiwezi kufanya utimize lile lengo. Kwa swali ambalo nataka tuliingize kichwani ni je, wewe kama wewe sasa hivi, how willing are you kupitia hawa watu ambao watasema no? Na ndio maana hii biashara usitumie nguvu kubwa sana kumshawishi mtu sana, because lengo ni kuweza kuongea na watu wengi. Na wala semi lipua kwenye kuongea na mtu, no. Ongea naye vizuri, hakisha amepata taarifa vizuri, mpe the best customer service, kwa sababu hawa wanaosema no, kuna wengine sio no, wengine ni not now. Labda niulize hapa kwenye chat, wangapi ambao mmejoin forever, alafu wakati una join, whether ni mwaka huu au mwaka jana, haikuwa mara yako ya kwanza? Kuna siku uliwahi kusema no? Nani hapa ambaye aliwahi kusema no alafu baadaye amekuja kujoin? If uliwahi kusema no alafu kasema yes baadaye, naomba nikuone hapo kwenye chat. Sema mimi, do something tukutambue. Nataka tu nione tuna watu wangapi ambao kuna siku waliwahi kusema no and then sasa hivi they're in the business. All right, I see ya. Wengi wana zinazidi kuongezeka tu, mi, si ndio? You once said no. Kwa maana kwamba ukiambiwa no ni simply mafanikio yako pengine yamechelewa, hayajaja mwezi huu, but uko mbele anaweza yakaja. As a matter of fact, I see wengi kweli kweli, wengi sana hapa naona mnasema mimi hapa, wengi mno, mimi hapa, mimi 2007, mimi 2000 na ngapi. So yule ambaye anakuintroduce forever, kwa wewe huyu ukiwa unaongea na mtu, nikwambie usije ukaongea naye ukalipua vibaya, kwa sababu huyo mtu anayesema no pengine inamaanisha to not now. Kuna siku atasema yes. Akisema yes, akitamani you wish aje kwako wewe.
kiukweli haummiliki yule mtu. Ukishaongea na mtu alafu ukaachana naye, akikutana na mtu mwingine huko ataingizwa tu na mtu mwingine, no problem kabisa, no problem. Wala so hakuna mtu anammiliki mtu, hakuna. Na haimaanishi kwamba ukimwalika mtu wako anaweza akaingizwa na mtu mwingine, no, haimaanishi hivyo. So no inaweza ikamaanisha tu simply not now. Ukifollow up these activities, let me assure you, hayo matokeo utayapata. So ili mwaka 2026 uweze kuwa amazing, hakisha una malengo, uone wapi ambako unaelekea, set those goals, and then baada ya kuset malengo, weka mkakati, chukua lenzi, focus, leo hii natakiwa kufanya nini. Alafu baada ya hapo hakikisha unalinda hayo malengo, unalinda hiyo vision, unalinda hayo maamuzi yako. Unayalindaje? Kaa karibu na watu ambao wako serious. Ambao wako serious watakuambukiza kutokuwa serious. Kaa karibu na watu ambao wako on fire. Linda yale mazingira yako. Hakikisha kwamba vitu unavyosikiliza vile vitu vinavyokujenga. Vitu ambavyo unasikiliza visiwe tu vitu vya kuku entertain muda wote. No, sikiliza vya kukujenga. Kula nondo. Let me tell you, ukianza kula nondo continuously na ukahakikisha kwamba kila wakati una nondo zinakusubiria. Mimi jamani, yani hapa nikiwazaga swala la personal development, nina msururu wa mavideo na matraining hivi sijamaliza kuyaangalia. So definitely environment yangu siku zote nataka iwe inani empower. Do personal development. Itafanya mindset yako iweze kuvumilia, and one day utaemerge as a winner. Finally, never miss events. Never miss events. Ukisikia kuna event nchini kwako, tutakuwa na masterclass tarehe 28 Tanzania. Don't miss it. Usije ukakosa hizi event kubwa. Ukisikia mkoani kwako kuna BOM imekuja, usikose, kwa sababu hivyo ndo vitu vitakufanya uweze kuendelea kubakia kuwa focus. Ukifanya hivyo vitu vyote, let me assure you, one day you are going to achieve success. And always waga naambia watu, kujenga biashara yako ya forever ni sawasawa wewe ni pilot wa ndege ya kivita. Pilot wa ndege ya kivita hata siku moja hawezi akatoka pale kwenye kiti chake cha upilot alafu akaiweka ile ndege ya kivita kwenye autopilot. Hapana, pilot wa ndege ya kivita yuko focused namna hii. That's your business. Always iangalie biashara yako ni kama vile ni mlima unaenda kuupanda. Haya maneno aliyasema bwana mmoja anaitwa Darren Hardy, kwamba biashara yako ni mlima na umemake decision ya kwamba mimi naenda kuupanda mlima. Hata kama kuna watu watasema usipande, mimi nitapanda. Kuna watu watasema ise ni hatari, mimi nitapanda mlima. Kuna watu watasema ngumu, mimi nitaupanda mlima, because one day najua nitafika kwenye mafanikio. One day nitafika kwenye yale malengo ambayo natamani kuachieve. Naomba nikumbushie our focus ya first quarter. Hii focus inaisha mwezi huu guys. This month the focus ni number 1, get to core rank. Core rank ni nini? Supervisor. Kama wewe ni supervisor na bado hujatengeneza supervisor hata mmoja, kuanzia tumeanza huu mwaka, komaa huu mwezi Machi utengeneze supervisor hata mmoja. Number 2, kuwa top 2%. Top 2% maana yake nini? Ingiza watu 10 January, February, March. Najua kama umeanza biashara leo siwezi kuingiza watu 10 mwezi huu. It's okay. Chukua wale watu 10 wale, gawanya kwa miezi mitatu, ni average ya watu 3. Weko ingiza watu wako 3. Au go crazy. Go crazy, sema okay, ili lengo la watu la miezi mitatu hili mimi nataka nikomae nao niweze kulitimiza ndani ya mwezi mmoja. Na tuna watu ambao wameshaingiza watu 10 wengi tu, and we cannot wait to recognize hao watu ambao wameachieve. This is a focus ambao ukiangalia, ukifanyia kazi, itakusaidia biashara yako ikue, itakusaidia uweze kuachieve malengo yako. So get to core rank, which is supervisor, and number 2, get to 2%, and one day tutakuwa tunakurecognize. With that said, naomba niende kwenye recognition, and I know hatari nimepitiliza muda wangu sana, but no worries. My aim leo was tukumbushane safari ya biashara ya forever, na tutambue kwamba huko mbele tunakoenda matokeo ni makubwa, ni mazuri. So you wish to be a manager na unatamani ku create managers kwenye timu yako mwaka huu, let me tell you it is possible. So let's go now and recognize watu ambao wamefanya vizuri sana kwa mwezi February, na tutaanza kwanza kabisa na ku recognize our 5cc achievers.
Makofi makubwa. Tutaanza na Tanzania. Naomba tuwapigie makofi yao, our 5cc achievers for Tanzania. Congratulations, super proud of you. Wote jamani wameenda zaidi ya ile minimum ya 4cc, wameachieve 5cc. Very proud of you, amazing people. Bado tuna a number of powerful 5cc achievers. Congratulations, massive congrats, na tunawapongeza sana kwa sababu ukiachieve 5cc mara nyingi huo mwezi unakuwa umeingiza at least shilingi milioni 1. Absolutely amazing. Nani ambaye asingependa an extra 1 million? Kwa makofi jamani to our 5cc achievers. Very proud of you. Tuwapongeze sana our 5cc achievers from Tanzania. Congratulations, bado anaendelea our 5cc achievers. And now tuna move kwa 7cc achievers. Makofi yao makubwa na mazito zaidi to our 7cc achievers. Very proud of you. And ukiachieve 7cc maana yake wewe you are beyond 1 million. Ukiachieve 7cc umeconfirm ya kwamba wewe kwako 4cc yani ni kitu ambacho unaweza ukakimaliza even ndani ya wiki. So congratulations our 7cc achievers, and then tuna move kwa 10cc achievers. Congratulations our 10cc achievers. And wengine pengine hapa ni brand new supervisors, wengine tayari wana team lakini still wapo focused and wameachieve 10cc. Vimoto vya kutosha to our 10cc achievers. Very proud of you. Congratulations, massive congrats. Massive congrats to our 10cc achievers once again. And now tunahamia Burundi. Hongera sana to our 5cc achievers Burundi. Makofi makubwa 5cc achievers Burundi. And then tunakwenda 10cc achievers Burundi. Tuwapongeze sana 10cc achievers Burundi. Massive matua komore ya Mashimesh our 10cc achievers, na bado anaendelea 10cc achievers Burundi. Very proud of you guys. Massive congrats once again. Makofi makubwa, felicitation 10cc achievers Burundi. You know, some mchezo kupiga 10cc and yet with all those challenges. And now tunaenda kurecognize our top sponsors. Tutaanza na Burundi at number 3. Hongera sana kwa Dieudonné Mpebeye. Congratulations. And then tunakwenda kwa number 2. My top leader Agate Uwimana. Hongera sana. Number 2. And then number 1. Are you ready for number 1? Makofi makubwa to Space Ntakorigira. Hongera sana Space, top sponsor in Burundi. And now tunahamia Tanzania. And as you know, kwa Tanzania tunachukua top sponsors kati ya non-managers only, bila ya kuweka managers. At number 3 tuna Wema LM Chaula. Hongera sana Wema LM Chaula. Na Watanzania najua kuna ambao wamefungana kadhaa. Number 2 tuna Edil Truda Dismas Maseko. Hongera sana Edil Truda, number 2 top sponsor in Tanzania. And then number 2 again Tanzania, Neema Gewe. Hongera sana Neema Gewe. And then tunakwenda kwa Maria Fidelis Mosha. Congratulations. And then tunakwenda kwa number 2 again, Ponciano Amos Chula. Congratulations, number 2 top sponsor in Tanzania. And then tunakwenda kwa number 2 again in Tanzania, Devota Charles Kibiki. Congratulations, number 2 top sponsor in Tanzania. And then tunakwenda kwa number 1 tuna Justina Filippo Panaga. Congratulations Justina. And tuna another number 1, Bamvua Set Mwerangi. Congratulations Bamvua Set Mwerangi, number 1. And then tunakwenda kwa another number 1 once again, Ezekiel Edward Mwakalukwa. Congratulations, number 1 top sponsor in Tanzania. And now tuna move to recognize non-managers ambao wamefanya vizuri sana. Number 5 from Burundi, Vanessa Nkeshimana. Hongera sana. Number 4 tuna Ntaonkurie Sylvie. Hongera sana Sylvie. Number 3, hongera sana Niomwengure. Hongera sana. Number 3 katika non-managers kwa CC nyingi. Number 2 Ndaishimeze Yvette. Congratulations. And number 1, makofi makubwa to Ndaisenga Berad. Hongera sana. Number 1 katika non-managers kwenye kufanya CC nyingi. And then tuna move kwenda kwa Tanzania. Congratulations Tanzania. So tutaanza at number 5, Helen Myeya. Massive congrats. At number 4, McManaman. Congratulations McManaman Labob. Massive congrats. Number 4. And then number 3 tuna Gaston Tadei.
ongera sana Gaston Taita Day. Number 2 tuna Kija Simon Babune, ongera sana. Number 1, makofi makubwa to Yusta Samuel Ngelanija, number 1 katika non-managers. And now tuna move kwenda kurecognize move-ups, and tutaanza na supervisors. Tutaanzia Burundi, makofi makubwa to our brand new supervisor Diodon Mpebeye. Congratulations Diodon Mpebeye. And then we go to the second supervisor in Burundi, Akimana Vanessa. Ongera sana Akimana Vanessa, super proud of you. And then tunakwenda kwa Vanessa Nkeshimana, another brand new supervisor. Ongera sana Vanessa. And then tunakwenda kwa Silve. Ongera sana Silve Nzagomba. Massive congrats Nzagomba Silver, brand new supervisor. And that's all for Burundi. Tunahamia Tanzania. Number 1, Shakira Hassan. Ongera sana, brand new supervisor. Shakira Hassan Makubi, ongera sana. And then tunakwenda kwa Joyce Steven Darabe, ongera sana, brand new supervisor. And then tunakwenda kwa Mjuni Haruna Mwesigwa, ongera sana, brand new supervisor in the house. And then tunakwenda kwa Happiness Godfred Rechungura, Happiness Rechungura, congratulations, brand new supervisor. And then tunakwenda kwa Neema Mwabulanga, another brand new supervisor, makofi kwake. And then tunakwenda kwa Salome Jacob Chamwene, massive congrats, brand new supervisor. And then we move to Jacqueline Steven Ntiwa, ongera sana, brand new supervisor in the house. And then we move to Salim Ahmed Salim, another brand new supervisor, ongera sana. And then tunakwenda kwa Beatrice Anthony Mbelwa, another fantastic brand new supervisor, ongera sana. And then tunakwenda kwa Alwisa Martin Urasa, congratulations, brand new supervisor. And then we go to Helen Isaac Bundala, congratulations, makofi na vimoto jamani kwa brand new supervisors. And then tunakwenda kwa Fatma Gulamsud Abdulaziz, ongera sana Fatma Abdulaziz. And then we move to the next brand new supervisor, Mariam Ramadhani Yusuf, ongera sana. And then we move to Anna Eli Shirima, ongera sana Anna Shirima, brand new supervisor. And then tunakwenda kwa Mary Charles Zimba, congratulations, brand new supervisor. And then we move to Diana Faustine, another brand new supervisor, ongera sana Diana Faustine Mujemula. And then tunakwenda kwa Janet Jaffet, ongera sana, supervisor, brand new. And then tunakwenda, Janet Jaffet Mwenda, ongera sana. And then we move to Sarah Michael Manyama, ongera sana Sarah Manyama, another fantastic brand new supervisor. And then tunakwenda kwa Mariam Simon Babune, ongera sana, brand new supervisor. And then tunakwenda kwa Anisette Henry Moshi, congratulations, brand new supervisor. And then we go to Teresia Wakesho Mwabili, congratulations, brand new supervisor. And then we go to another brand new supervisor, Lilian Peter Temu, ongera sana Lilian Peter Temu. And then we move to Joyce Camillus Ngawila, congratulations, Joyce Ngawila, brand new supervisor. And then we go to Baraka Salum Matahimba, ongera sana Baraka Matahimba, another brand new supervisor. And then tunakwenda kwa Grace Emmanuel Nanyaro, ongera sana, brand new supervisor. And then we go to Nsalu Abel Mwaziele, ongera sana Nsalu, brand new supervisor. And then we move to Miriam Yahaya Bakema, congratulations. And then tunakwenda kwa Santiel John Mwarusha, massive congrats, brand new supervisor. And then tunakwenda kwa Catherine Paul Ndosi, congratulations, brand new supervisor. And then we move to Laura Moses Panga, congratulations, brand new supervisor. And then we go to Oswald Urasa, ongera sana Oswald Urasa, brand new supervisor. And then we go to Toheri Nzogela, brand new supervisor, ongera sana. And then we go to Hamadi Mtavia, ongera sana Hamadi Mtavia, brand new supervisor. And then tunakwenda kwa Ansfrida Relengela, congratulations Ansfrida Relengela, brand new supervisor. And then we go to Shose Abdallah
brand new supervisor, ongera sana. And then we move to Atugonza Mshumali, ongera sana, brand new supervisor in the house. And then we go to Christina Shirima, ongera sana, another brand new supervisor. And then we go to Hawa Mtonyole, ongera sana Hawa, another brand new supervisor. And then tunakwenda kwa Maria Mosha, ongera sana, brand new supervisor. Tuwape vimoto jamani vya kutosha kabisa. And then tunakwenda kwa Wema Chaula, congratulations Wema Chaula, brand new supervisor. And then tunakwenda kwa Hanifa Suleiman, massive congrats, brand new supervisor. And then tunakwenda kwa Alice Mase Pancras, ongera sana, another brand new supervisor. And then tunakwenda kwa Malik Hamis, ongera sana, brand new supervisor. And then tunakwenda kwa Faith Ndamalia, congratulations, brand new supervisor. And then tunakwenda kwa Justina Filippo Pananga, ongera sana, Justina Pananga, brand new supervisor. And then tunakwenda kwa Jacqueline Nguli Munubi, brand new supervisor, ongera sana. And then tunakwenda kwa Safina Mpanya, congratulations, brand new supervisor. And then tunakwenda kwa Violet Mwilo, congratulations, brand new supervisor. And then tunakwenda kwa Lisa Mary Rehumbiza, fantastic, brand new supervisor, ongera sana. And then tunakwenda kwa Yasini Lema, congratulations, brand new supervisor. And then we go to Herman Mpangile, ongera sana Herman, brand new supervisor. And then we go to Edna Maleko, makofi makubwa to Edna Maleko, brand new supervisor. Then we go to Diana Chobaliko, congratulations Diana, brand new supervisor. We go to Gisela Msoka, congratulations, brand new supervisor Gisela. And then we move to Christina Chifunda, massive congrats, brand new supervisor. And we go to Asha Katala, ongera sana, brand new supervisor in the house. And then we go to Leah Wandwi, another brand new supervisor, ongera sana. And then we go to Alexander Mzikila, congratulations Alexander. We move to Francis Gwanje, brand new supervisor, makofi kwake. And now we move to recognize brand new assistant managers, makofi makubwa. Tunaanza na number 1, Yustangela Nija, congratulations, brand new assistant manager. And then we go to Kija Babune, ongera sana, brand new assistant manager in the house. And then tuna Helena Myeya, another brand new assistant manager, ongera sana. And then we move to Judith Alphonse Mwacha, congratulations, brand new assistant manager. And then we move to Mark Manaman Labor, congratulations Mark Manaman Labor, brand new assistant manager. And then we go to Gasto Tadei, another brand new assistant manager, ongera sana sana sana. And then we go to Rebecca Samuel, congratulations, brand new assistant manager, Rebecca Samuel Nganga, ongera sana. And then we move to Catherine Garami, congratulations Catherine, brand new assistant manager. Catherine Moshi, super proud of you. And then we go to Patrick Daoud Vahicha, congratulations Patrick Daoud Vahicha, brand new assistant manager. And then we move on to Ezekiel Edward Mwakalukwa, another brand new assistant manager, ongera sana sana sana. And then we go to Christina Gilbert Chilewa, ongera sana, brand new assistant manager. And then we go to Hibo Mahmoud Ahmed, another brand new assistant manager, ongera sana. And then tunakwenda kwa Angela Shekiangilo, brand new assistant manager, massive congrats Angela Shekiangilo Joseph, ongera sana. And then we move to Fanyeni Peter Kobelo, congratulations, brand new assistant manager. And then we go to Neema James Mandawa, congratulations Neema James Mandawa. And then we go to Devota Charles Kibiki, brand new assistant manager, congratulations. Makofi makubwa to Bamvua Set Mwerangi, brand new assistant manager. And then we go to Gregory Chongo, ongera sana, brand new assistant manager. And now we move to recognize brand new managers in the house. Are you ready, guys? Brand new managers in the house. Are you ready, brand new managers? Are you ready? Naomba niombe vimoto vya kutosha hapo to see our brand new managers,
Makofi makubwa mazito. Tunaanza na number 1. Are you ready guys? Number 1, vimoto vya kutosha tu. Our number 1 manager, Paul Mwaikenda. Congratulations, Paul Mwaikenda, brand new manager. Massive congrats to Paul. We are so proud of you. Hatujamaliza, tunakwenda the next brand new manager in the house. Makofi makubwa, vimoto vya kutosha tu. Space Ntakorigira, all the way from Burundi. Congratulations, Space, brand new manager. Very proud of you, Space. Ongera sana. And then we got the next brand new manager. Vimoto vyo vya kutosha hapo to Catherine Mushi, another brand new manager in the house. Congratulations, Catherine Mushi. Super proud of you. And then we move to the next brand new manager in the house. Makofi makubwa to Winfrida Ngulika. Winfrida Ngulika. Makofi mazito kabisa to Winfrida. And then we move to the next brand new manager in the house. Happiness Nguyungu. Congratulations, Happiness. Brand new manager. I'm super proud of you. And then we move to the next brand new manager. Makofi jamani na vimoto vyo vya kutosha to our brand new managers. Makofi makubwa to Amina Mahenge. Congratulations, brand new manager. Amina, massive congrats. Vimoto vya kutosha kabisa. And then we move to the next brand new manager, Angela Mushi. Congratulations, Angela Mushi. Brand new manager in the house. Super proud of you. Makofi na vigelegele kwake. Tunaenda kwa another brand new manager, Linda Mole. Congratulations, brand new manager. Hapo nimeona manager kadhaa from Arusha. Definitely Arusha is on fire. Congratulations. We move to the next brand new manager. Makofi makubwa to Sarah Ndosi. Congratulations, another brand new manager in the house. And we move on to the final brand new manager. Makofi makubwa to Shose Ngowi. Congratulations, Shose Ngowi, brand new manager in the house. Vimoto vya kutosha to our brand new managers. And tuna move to recognize a brand new senior manager. Brand new senior manager. That means umeachieve, ukamsaidia wa kwanza akaachieve, ukamsaidia wa pili akaachieve. So my dear brothers and sisters, naomba nione mabomu na vimoto hapo as we recognize our brand new senior manager. Makofi makubwa na mazito to Lina Moshi. Congratulations, Lina, brand new senior manager. Super proud of you. Ongera sana kwa kusmash senior manager. Very proud of you. Massive congrats to all the achievers. Massive congrats to all the move-ups. And now tutaenda kumalizia kurecognize our business builders. Na tutaanza na top 5 business builders from Burundi. At number 5, Anne-Marie Barekensabe. Ongera sana, makofi makubwa kwake. Number 4, our top leaders, Remy and Alice Kadoi. Ongera sana. Number 3, Musa Vieyezu Odile. Ongera sana. And number 2, tuna Space Ntokurigira. Ongera sana, Space. And jackpot. Number 1, Beatrice Bigirimana. Ongera sana, Beatrice. Number 1 business builder from Burundi. And now tunahamia Tanzania. At number 5 in Tanzania, Joyce Thomas Ngulika. Ongera sana, number 5 business builder. And then at number 4, Neema Julius Luago. Ongera sana, Neema Julius Luago. Number 3, tunaingia top 3 sasa. Number 3, jamani, mbona nimeenda number 1 tena? Number 3, Neema and Thomas Mkwiji. Ongera sana, Neema and Thomas Mkwiji. Number 3 business builder in Tanzania. Number 2, Maria Kalunga. Ongera sana, Maria Kalunga. And number 1, Tumaini Ndosi. Ongera sana, number 1 business builder. And now tuna move to recognize our top FBOs. Hawa ni ma-FBO ambao wamefanya CC nyingi zaidi. From Burundi, number 5, Space Ntakorigira. Ongera sana, Space, number 5. And then number 4, tuna Agate and Jean-Marie. Congratulations. Number 3, Beatrice Bigirimana. Ongera sana. Number 3, FBO. Number 2, makofi makubwa to Anastasia and Asha, all the way from Bujumbura.
And number 1, our top leaders, Remy and Alice Kadoi, ongereni sana sana sana, number 1 FBOs in Burundi. And now tunaenda to recognize our top 5 FBOs from Tanzania. At number 5, tuna Naja Yoli Nkwama, ongera sana sana sana. Number 4, Mr. Alphonse Chilato, our top leader. And then number 3, tuna Veronica Kundia and Rafael Ongangi, ongera sana. Number 2, we've got our brand new Sapphire managers, Neema and Thomas Mkwiji. And jackpot number 1, Kushe and Lightness Salema. Ongereni sana sana sana, our top 5 FBOs. And now tunaenda to recognize our achievers, 30cc and above. Burundi, massive congrats to Janvier Habarugira. Ongera sana, 30cc achiever, Anne-Marie Barakensabe, and Remy and Alice Kadoi, and Musa Vieyezu Odile. Ongereni sana, our 30cc club achievers. Massive congrats. Tanzania, 30cc club, Godfrey Mlelwa Kispet, ongera sana. Angela Mushi, massive congrats. Melrina Dugo, congratulations. Lina Moshi, super proud of you. And then we move to 30cc achievers again, Deogratias and Wemamtei, congratulations. Shosengowi Sebugwayo Panya, congratulations. Neema Nalaila Kiula, massive congrats. And now we move to 50cc achievers. Burundi, tuna Space Ntakorigira, ongera sana sana, 50cc achiever. And our number 1, Beatrice Bigirimana, ongera sana sana sana. And now we move to 50cc achievers Tanzania. Witness Deogratias Nyamuhuma, congratulations from Mwanza. And then tunakwenda kwa Yulia Linda Sosteres again, congratulations from Mwanza again. And then tunakwenda kwa Wilbert Patrice Maria from I don't know where. Congratulations, 50cc achiever. And then we move to Beatrice Mumba and Ricky Renson. Congratulations at 50cc. And then tunakwenda kwa Winfrida Bernard Ngulika, brand new manager. Congratulations, Winfrida. And then we go to Said Hassan Telangwa, massive congrats from Tanzania, from Zambia, from Namibia, from South Africa. Congratulations. And then we move to our top leader, Blandina Njawa Madi. Congratulations. And then we go to Paul Mwaikenda, another 50cc club achiever, massive congrats. And we move to the next 50cc club achiever, Sarah Nathan Ndosi. Congratulations, Sarah. And we are not done. We go to Zawadi Daniel Mbunda. Congratulations, 50cc achiever. And then we go to Veronica Kundia and Rafael Ongangi at 50cc, massive congrats. We move to Naja Yoli Nkwama, our Sapphire manager. Congratulations, Naja, at 50cc. And then we go to Joyce Thomas Ngulika. Massive congrats to Joyce Thomas Ngulika. And now we move to 75cc achiever, Neema Julius Luago. Congratulations, Neema Julius Luago, 75cc achiever. Another 75cc achiever, Sapphire managers, Neema Njemu and Thomas Mkwiji. Congratulations. And then we move to 100cc club. Massive congrats to Maria Kalunga. Congratulations for smashing 100cc. We've got another 100cc, number 1, makofi makubwa to Tumaini Ndosi. Super proud of you. And hiyo inafunga recognition yetu ya achievers. And with that said, niwatakie wote heri na baraka ya mwezi March. Najua ni mwezi ambao tutaenda kupambana sana, tutaenda kupiga kazi sana, and I'm sure huu mwezi tunaenda kubeat CC zetu za February na January. Mimi naomba nikupe hilo lengo as my fellow FBO. Mwezi March hakikisha CC unazozifanya zizidi za February na zizidi za January. Mwezi March. Who is taking the challenge? Nani ana take the challenge ya kufunga March kwa kishindo? If you're taking the challenge ya kufunga March kwa kishindo, maneno yanaumba jamani. Ukijinenea vitu vinaenda kuwa hivyo. If you're taking that challenge, then I can tell you, kazi na sala, hiyo challenge inaenda kutimia. All the best, amazing people, and definitely see you at work. Thank you so very much. See you at work.